Leo tuko hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambacho kimekusanya wanataaluma kutoka nchi mbalimbali za Afrika na watapata nafasi ya kujadili kuhusu uhuru wa hawa wanataaluma. Na kwa kweli wako wengi kutoka nchi mbalimbali, mpaka sasa wameshafika kutoka nchi 24, na moja wapo ya mambo ambayo wanataraji kuyajadili hapa ni ule uhuru wao huko walikotoka na huko wanakokwenda na sasa tuko wapi. Sasa uhuru wao kwa sura ipi? Watapata nafasi ya kujadili kuhusu uhuru wa kusema mawazo yao, lakini pia kwa sababu hawa ni watu wa utafiti, kujaribu kusema ule utafiti walioufanya na mambo ambayo unatarajiwa kuyafanya kwenye jamii. Lakini sasa ziko changamoto ambazo wao wamezisema katika kipindi hiki cha ufunguzi. Moja wapo ni kuangalia namna ambavyo wanaweza kuingiliwa na upande wa sisi wanasiasa, lakini upande mwingine viongozi labda tuseme wa kiserikali. Na sasa mjadala huu unajikita zaidi kwenye kuangalia miaka 35 iliyopita walipokutana Kampala, walipata nafasi ya kujadili, yani walipata nafasi ya kujadili uhuru na walikuja hapo na azimio. Sasa wanajaribu kuangalia lile azimio, je, limetekelezwa, na kama limetekelezwa ni kwa sura gani, maeneo gani wanatakiwa kuyaboresha. Sasa mojawapo ya mambo ambayo waliyasema kwenye azimio lile ni hiyo ya kwamba uhuru wa wanataaluma usiwe unaingiliwa na serikali na watu wa kisiasa, ama hata wao kwa wao waweze kufanya kazi kwa uhuru. Sasa uhuru sasa hivi hata wao wanakiri umevuka mipaka tu ya kufikiri na kusema, lakini kujaribu kuona kwamba ule uhuru wanautumia kuleta mchango chanya kwenye jamii, kwa maana ya zile makala zao wanazoziandika zilete athari chanya kwenye jamii, lakini pia kazi zao za kufundisha, wanapowafundisha wanafunzi lazima wanafunzi wafundishwe kwa sura ambayo wanaweza kuyakabili mazingira yao. Kwa hivyo tumeona changamoto sehemu mbalimbali, na sasa hapa nchi mbalimbali zimekutana kwa maana ya kwamba kujadili sasa hayo. Mimi nimepata nafasi ya kuzungumza nao. Unajua watu ambao huwa wanabaki kufundisha vyuo vikuu ni watu ambao wana uwezo wa kufikiri, wana uwezo wa kuwa na mawazo mapya, ndio maana wanabakishwa vyuo vikuu. Kwa hiyo ni watu ambao wana akili nyingi, tuseme tule uhalisia. Sasa kama hivyo ndivyo, akisema kwamba anaingiliwa na mwanasiasa, hutegemea yeye anayeweka vipi mawazo yake. Na mimi nimewaeleza hapa kwa upande wa sera tulizonazo, kwa sheria tulizonazo hasa kwa hapa nchini Tanzania, sheria zetu ziko vizuri, sera ziko vizuri. Kama ziko changamoto, wao wanapaswa sasa kusema ni namna gani pengine sisi watunga sera na sisi watunga sheria tunawazuia kufanya zile shughuli zao. Lakini kwa ujumla hawazuiwi. Ushauri ambao nimewapa kwa hizi changamoto ambazo wanazisema ni kwamba utafiti wao wanapouleta, lazima mimi kama mlaji wa huo utafiti nione kwamba utafiti huu kwa kweli ni huru, haujaingiliwa na wazo la upande mwingine ukawa kwa ajili ya kunikandamiza mimi, ama umeingiliwa na mimi ili umkandamize mwingine. Huo ndio uhuru wenyewe. Lakini ikiwa inatokea kwamba mwanataaluma anatoa labda tuseme makala fulani, alafu inaonekana kabisa ameegamia upande, yani sioni yeye wazo lake liko wapi kwenye hapo ndio changamoto inapokuja. Lakini sasa mimi nimewashauri kwamba wao wasiwe wanatazama mtu alafu anaanza kushughulika na huyo mtu. Atazame mfumo ulivyo, alafu uzungumzie huo mfumo, kisha huo mfumo utajua kwamba mahali gani wameingilia uhuru wa hawa wanataaluma, mahali gani hawajaingilia uhuru. Lakini hata hivyo ni muhimu kuendelea. Nimezungumza nao kwamba ni muhimu kuendelea kufanya kazi yao, kwa sababu wao kazi yao ni kufikiri, na yale mawazo yao lazima wayalete kwetu sisi kama walaji wa hayo mawazo. Wakisema kwamba hatutafikiri kwa sababu kuna watu wanaingilia, hapana. Kwa sababu hata hicho kitendo cha kusema wanaingilia, ningetamani mimi kama sehemu ya wanataaluma
nisome mahali ni namna gani sisi tumeingilia, ili nikiwa kama hapa nakuwa najua hapa kwa kweli kuna changamoto, hapa kuna changamoto. Lakini akisema tu naingilia, nimemfanyaje? Nimeongea kama hivi na chombo cha habari alafu nikamzuia yeye kufikiri, au wamenisikia nikisema mahali, yeye kazi yake aandike, mimi nisome mawazo yake, lakini pia aseme nisikie mawazo yake. Kwa hiyo wao wameelezea, labda niseme kwa sasa niseme kinadharia au ndicho wanachokiona wao, lakini natamani nijue sasa, nipate picha mimi kama sehemu ya viongozi, nijue ni wapi ambapo wameingilia ama wamezuiwa sasa kufanya ile kazi yao. Lakini kwa sasa ni ngumu, na ndio maana nimewaambia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ndio tunaoishauri serikali, tuko tayari kabisa kuishauri serikali kama kuna eneo la kisera ambalo wanaona halijakaa sawa. Kwa upande wa sheria pia tuko tayari kabisa kubadili sheria ili nchi yetu iweze kupiga hatua. Lazima wanataaluma, kila mmoja kwenye taaluma yake, mawazo wanayoyafikiria watuletee, ili kwenye jamii yetu tuweze kusonga mbele, tuweze kupiga hatua, ikiwa ni pamoja na mfumo wetu mzima tu wa elimu. Hawa ndio ambao wanatufundishia, watoto wetu wanaifundisha jamii yetu. Kwa hivyo lazima wawe na namna ambayo wanafanya utafiti kwa uhuru, lakini pia wanasema kile walichotafiti. Sasa sio anasema mawazo ya mtu mmoja alafu atake kwamba sisi tumsikilize, itakuwa kidogo ni mtihani. Lakini utafiti unapingwa kwa utafiti. Kwa hiyo mtu akileta utafiti, manake hata kwa amemuuliza mtu mmoja alafu akasema ni utafiti. Kwa hiyo hayo ndio tunayoyatarajia, lakini watakuwa hapa kwa siku 4. Kwa hiyo tunaamini katika hizi siku 4 watakuja na mambo mazuri ambayo yatatufanya sisi kama taifa tusonge, lakini pia kama bara la Afrika tupige hatua.